twakusifu, twakuabudu. Alpha and Omega, no one is like you, Jesus. No one will ever be like you, the mighty warrior, the King of Kings, Alpha and Omega. You were there in the beginning. You will be there at the end. When I look in Genesis, you were there. And in Revelation, you are still there. Father, in Matthew, you were there. Mighty God, you are the same yesterday, today, and forever, Jesus. Jehovah, we worship you this afternoon. We have nothing else to do right now but to worship you. We'll worship you with our mind. We'll worship you with our soul. We'll worship you with the way we walk and we speak, Jesus. Use us as you want, Jehovah. We are empty vessels. We want you to fill us, Jesus. As you filled in the waiting, you told your servant that take the empty vessel and bring them in, Jehovah. We were in the world, Jehovah. You called us and we are here. Fill us. Fill us today, Jehovah. We are here. We need your presence. Speak to us, oh God, through your word. We are ready to listen. We are ready to work. Father, you say the field is great, but the workers are few. Here we are, Jesus. We have accepted you to work. Use us as you want. In the name of God, in the name of Jesus, who died and rose. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Basi acha tupite kwa haraka kwa kipindi cha kukaribisha wageni na matangazo ili tukomboe muda wa kuhubiri. Karibu sana Pastor. Makofi kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunawakaribisha kwenye ibada ya mchana. Bwana wabariki sana. Na tutaenda kwa haraka. Ikiwa wewe ni mgeni, tafadhali simama usalimie kanisa mara ya kwanza. Ikiwa wewe ni mgeni mara ya kwanza, na kama hakuna, namwambia Sky asimame. Ni muda mrefu Sky ni mshirika wa hapa naye leo. Bwana asifiwe sana. Sijui atakuwa muda gani, lakini tunashukuru sababu tuko naye. Kwa hiyo Mungu ni mwema. Wengi wetu wamesafiri na wengi wetu wamerudi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunashukuru kwa ulinzi wake. Basi haraka kwa matangazo ni kuwa kesho tunaendelea na shughuli yetu kama kawaida. Kesho ni siku ya kwanza, ibada yetu ya maombi inaanza saa 3. Ukiwa na shida ya mitandao, wasiliana na Papara ama na mchungaji Koridor. Mimi siwezi kukuingiza sababu na mimi wananiingiza. Na mara vitu vinakwama kama siku iliyopita, siku ya 5 ilishindikana kabisa. Kwa hiyo tafadhali. Na Saturday, hii Saturday tulishawahi kutangaza tunakuwa kuanza saa 3 hadi saa 4 kamili. Tutakuwa kwenye mirago kule chini kwenye maombi yetu. Basi tutapatia watu muda kama 10 au 15 minutes ili tupande hapa juu tuanze ibada yetu ya kubariki Papa Alex na Mama Kutemba. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tafadhali, time ni saa 1 tu, tunahuduma hapa juu. Kwa hiyo usichelewe tafadhali, tuwe on time ili mhusika akape programu yake vizuri. Na baada ya huduma hapa, sisi wote tutafatana nyumbani kwa Papa Alex, na address watatuma kwenye mtandao wetu. Lakini kufuatana na program sisi kule tutakuwa na 5. Bwana asifiwe sana. Yaji. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Na kama vile tunavyojua, uko na boksi ya maji, uko na ya soda, uko na nani yoyote, umeone Papa Alex ya Mama Kutemba kwa ajili ya kuweza
kufanikisha sherehe hiyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Na basi tunaenda kukaribisha kwaya ya Ebeneza, na pia tunaenda kukaribisha mhusika kwa ajili ya matoleo. Karibu sana, karibu sana. mfano wake aliyewaita
ikiwa mwanadamu waweza kufanya hivyo, je, Mungu atakosaje kuwahudumia watu wake? Basi ikiwa mwanadamu waweza kufanya hivyo, je, Mungu atakosaje kuwahudumia watu wake? Aliyewaumba kwa mfano wake, aliyewaita nao wakamwitikia, aliyewaumba kwa mfano wake, wanapomuita naye awaitikia, aliyewaumba kwa mfano wake, aliyewaita nao wakamwitikia, aliyewaumba kwa mfano wake, wanapomuita naye awaitikia, aliyewaumba kwa mfano wake, aliyewaita nao wakamwitikia, aliyewaumba kwa mfano wake, wanapomuita naye awaitikia, aliyewaumba kwa mfano wake, aliyewaita nao wakamwitikia, aliyewaumba kwa mfano wake, wanapomuita naye awaitikia. Wabariki. Nafikiri mtu mwingine mama akisema naenda, tutaulizana mara mbili. Basi ni muda mzuri wa kwenda kuombea sadaka. Mama Helena ataombea sadaka na aombe na mhubiri. Karibu sana. Turagushima mwami wacu Yesu, tuzamushime n'icyubahiro muri ano masaha. Turagushimiye mu bihe byiza tubayeho muri ano masaha y'umugoroba. Mwami ushime kandi uhimbazwe ku mirimo yose yakozwe. Mana, duhagaze imbere yawe tukweretse amaturo amaze gutangwa. Basanire abantu bose barambuye amaboko kugutangira mwami, basanire imirimo bakora, basanire mwami Yesu n'abatabonye icyo batanga kugira ngo bazongere bakibone. Mana ushigwe hejuru, urabikwiriye mwami Yesu. Birira bose neza mwami, birira bose neza babashije kugukorera bakagutangira. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti tugushize umukozi wawe wateguje muri uno mugoroba imbere yawe Mana. Tabariwe icyubahiro kibi cyawe, tuzamuye amashimwe n'icyubahiro. Wiwagiye kuvuga mwami yasama bari wo uvuga, mwambika imbaraga, mwambika icyubahiro cyawe. Ijambo ry'Imana avuga riboneke risizwe nawe, riboneke rigasaniwe nawe. Umuhezi umugisha mwami, ugasanire n'abagiye kuritegera, ugasanira abantu bose bari imbere y'amaso yawe. Ijambo ryawe rize rifite intego, ijambo ryawe ritubera imbutimera mu mitima yacu. Bagirire neza bose mwami, ngaho umuje imbere natwe duhe gutegera, ritugirira akamaro kuva none kugeza iteka ryose. Turagushimiye kuko utwemereye. Amen. Katika maono Paulo aliona hii, katika maono Paulo aliona hii, Paulo uje. Karibu mama, karibu na huku makofi na vigeregere. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa muda huu ambao umepata kibali machoni pa Mungu pia na machoni penu. Nashukuru wachungaji kwa kunipa nafasi hii kwa kuweza kusimama madhabahuni ili tuweze kuchangia maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa ulinzi
anaendelea kutulinda sote, familia na kanisa nzima, tuko wazima. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Mchana wa leo tutakwenda kujifunza maneno ya Mungu kadiri vile Roho atakavyotuongoza. Ujumbe wa leo ambao nimependa tuseme unasema ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujumbe wa leo unasema ushindi, na ukisoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 20, sura ya 12 na mstari wa 7, utaona habari ambazo ziko pale zinasema ya kwamba hawa wanataja magari, wanataja mafarasi, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na yale mafarasi na magari, kuna gari ambazo zimeundwa special kwa sababu ya sport tu. Haziwezi kutembea kwenye hizi barabara zetu. Ziko na barabara special, kama ni speed 300 ni 300. Kwa hiyo hizo gari ziko pale ni wale ambao wanashindana kutembeza. Kwa hiyo wanaposhindana kila mtu anataka awe mshindi, lakini huwa hakutokeaji wawili, lazima mmoja ndio atakuwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na sisi tuna ushindi katika jina la Yesu, kwa sababu yeye ndiye ambaye ametuwezesha kuwa hapa, ni yeye anatuongoza, ni yeye tunayemtegemea katika maisha yetu. Ndio maana tunaamini ushindi katika Yesu. Ndio maana Zaburi ikasema hivyo, wanataja magari na mafarasi, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana. Hata mafarasi yapo wanaoshindishana kwenye mafarasi, umeyaona na mimi nimeona. Watu wanapanda kwenye farasi, yani ni wanyama ambao wamefundishwa. Ikiwa hapa ni spidi 100, anajua hapa ni 100, anaenda 100. Nao pia wanataka tu wapate ushindi. Lakini sasa mimi mchana wa leo ninakwenda kusema ushindi wetu ambao uko katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Kifanya hivyo tunaonekana tuko pamoja. Amen. Katika kitabu cha Yoshua sura ya 7, nitaomba Baba Dina atanisaidia kusoma. Ni habari za wana wa Israeli. Nitaomba nisaidia kusoma kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 5. Kitabu cha Yoshua sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 5, maneno ya Mungu yanasema hivi: lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu, maana Akani mwana wa Karmi mwana wa Zabdi mwana wa Zera wa kabila ya Yuda alitwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. 2. Kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulio karibu na Betaveni upande wa mashariki wa Beteli. Akawaambia akisema, pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaupeleleza Ai. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia, wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000-3,000 wakaupige Ai. Usiwatandishe watu wote kwa kuwaendesha huko, maana watu hao ni wachache tu. 4. Basi watu wakaenda huko wapata 3,000 tu, nao wakakimbia mbele ya watu wa Ai. 5. Watu wa Ai wakawapiga watu kama 36, wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebarimu, wakawapiga huko kwenye matelemko. Mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji
Amena. Amena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naamini una Biblia yako, unaweza kuendeleza kusoma na utaelewa zaidi. Hizi ni habari za wana wa Israeli wakati walikuwa wanatoka Misri kwenda Kanani. Walipofika jangwani, Musa alikufa, ambaye ndiye alikuwa kiongozi wao, alikuwa anawaongoza. Na wakati Musa alipokufa, mimi sitaongelea sana habari za Musa, ninaongea habari za Yoshua. Yoshua ndio aliachiwa kazi sasa ya kuondoka nao. Na wakati walipokuwa wanatoka Misri, walikuwa na ahadi za Mungu ambazo aliwaahidi kuhusu nchi ambazo watakwenda kuziteka na ambazo watakwenda kuzishinda na ambazo watatawala. Sasa wakati walikuwa njiani wanakwenda, kawaida kila mara wakitaka kwenda kwenye mji kwenda kuuteka, walikuwa wanatuma kwanza wapelelezi. Joshua alikuwa anachukua wapelelezi, anawatuma mwende kwanza mkapeleleze, muone jinsi gani tutakavyoingia, kuna nyumba gani, kuna mti gani tutakavyopita, hivyo na hivyo. Sasa wakati alituma wapelelezi kwenda Yeriko, na wakati alipofika Yeriko, neno la Mungu linatuambia, ukiangalia habari za Rahabu ambaye alikuwa ni kahaba, utaziona katika kitabu cha Yoshua. Ziko katika kitabu cha Yoshua hiyo sura ya 2 mstari wa 5 na wa 7, utasoma ukipata muda. Hao wapelelezi walipokelewa na Rahabu ambaye alikuwa ni kahaba. Na wakati Rahabu alipowapokea katika nyumba yake, habari zikajulikana katika mji wa Yeriko ya kwamba kumeingia wapelelezi hapa. Na wale watu waliposikia habari za hao wapelelezi, wakapeleka habari kwa mfalme wa Yeriko ya kwamba hapa kumeingia wapelelezi na wako nyumbani kwa Rahabu. Na wakati wale wageni walipokuwa kwa Rahabu, ni kama wewe na mimi tukipokea wageni tunamwambia karibu, nafungua mlango, karibu, habari za nyumbani, ni je huko, na wakapewa kiti wakakaa, wakanywa maji, wakawa sasa wanaongea habari zao. Sisi tumekuja hapa kupeleleza huu mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati walipokuwa wanamwambia Rahabu hizo habari, Rahabu akamwambia ya kwamba sisi tumekwisha kusikia habari za Mungu wenu. Wakati mlipokuwa mnatoka Misri kwenda Kanani, tulisikia Mungu wenu alivyokausha bahari ya Shamu na mkapita. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia ya kwamba tumesikia habari zenu tayari, na wakati tu mlipoingia katika huu mji, watu wote mioyo yao imeyeyuka. Na wale watu waliokwenda kupeleleza hawakuwa wengi, lakini waliokuwa kwenye huo mji wa Yeriko ulikuwa mji mkubwa sana. Lakini mioyo ya watu, sisi yote hapa hatuna kitu, hatuna hata nguvu, tumesha yeyuka. Na mimi wa Rahabu ninaamini ya kwamba huu mji wa Yeriko tayari mmekwisha kupewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu habari za Mungu wenu tumezisikia tangu tulivyotusikia na tukasikia mmekanyaga hapa, na sisi yote hatuna tena nguvu. Kwa hiyo walipofika katika mji huo, wale watu walirudi wakapeleka ripoti kwa Joshua, na walivyokuja tena Rahabu akawaambia, kwani naamini mmepewa huu mji, na mimi mtakapofanya hivyo msinisahau mimi na nyumba yangu na familia na baba na mama. Na walipofanya hivyo kwani waliteka mji ukawa wao. Bwana Yesu asifiwe. Wakapata ushindi katika mji huo wa Yeriko. Na wakati mnapopiga nchi, lazima kuna vitu vinakuwa pale, kuna pesa zitakuta zimemwagika, unakuta unazubaishwa na vile vitu ambavyo vimekuwa pale, sijui kuna dhahabu unataka kuogota na sio wakati wa kuogota. Sasa wakati walipokuwa wanapiga huo mji wa Yeriko, ndio hapa Baba Dina alipotusomea ya kwamba kulikuwa mtu mmoja alikuwa anaitwa Akani, naye alikuwa katika hao wanaopigana katika kundi la Joshua. Sasa wakati walipokuwa wanapiga, yeye aliona vitu, aliona dhahabu, akaona pesa, akaona joo la samani, akachukua vile vitu, akaona, akatamani, akachukua, akaficha. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alipoficha, alikuwa peke yake, hata Joshua hakujua. Yoshua hakujua kitu gani kinachoendelea. Yoshua hakujua kama Akani ameiba. Yoshua hakujua kama hapa tumekwesha kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, hakujua. Sasa wameshakuwa Yeriko, wanafurahi, wana relax, Mungu akasema sasa tena nataka mwende kwenye mji wa Ai.
kamji kadogo, hata herufi zake kwenye Biblia ni mbili tu, ni A na I basi. I. Yoshua tena akatuma wapelelezi, na wakati alipotuma wapelelezi wakaenda, waliporudi si wanajua walipiga Yeriko, tuseme wamepiga Denver, sasa wanatumwa waende wakapeleleze Fort Morgan. Unaona hiyo picha? Wakaenda haka Yeriko, mbona tulifanya tu easy. Waingereza aseme just like that, easy. Sasa haka wakaangalia na fieri kabisa, wanarudi, sijui kama walikuwa na mikono kwenye mfuko, wanakuja kumwambia bwana mkubwa, Joshua, usijisumbue, usitume hata watu 1000. Okay, basi wakiwa wengi tuma tu 3000. Ni kamji kadogo sana na watu wako mle ni wachache, ile itachukua dakika moja tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Itachukua dakika kidogo tu, usijali wala usijiumize wala kichwa kisikuume. Joshua aseme kweli, aseme yeye ndo hivi. Joshua akatuma majeshi kwenda kupiga Ai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Piga makofi na vigelegele kama wapelelezi tena walipotumwa wakarudi, jeshi sasa likatumwa kwenda Ai. Wamekwenda na kishindo, kama sisi tuliweza kubomoa Yeriko, sasa Ai ni nini? Hapo makunduki waishaweka, labda wengine walikuwa naiweka chini, wanaona tu hawa ni moja tu litawamaliza wote. Wanaambiana wewe usijali, wanapigana kwenye mabega. Wewe unajua tulivyofanya Yeriko bwana, na ndio ulikuwa mji mkubwa, ulikuwa na maetaje, ulikuwa na university. Sasa hii Colorado hii Yunani Fort Morgan itafanya nini? Nanuka mavi ya ng'ombe. Kama ushafika Fort Morgan bado uko mbali. Hasa hii wakati ya sama ndio inakukaribisha. Wakaizarau, lakini wakati walipofika, kwa sababu mmoja wao alifanya dhambi, ushindi. Wakati walipofika kule, neno la Mungu linasema kama mtumishi wa Mungu alivyotusoma, walipigwa. Watu wangapi walikufa? Watu 80 na 30. Watu 13 ndio walipigwa wakafa, na wale wengine neno linasema ya kwamba waliwageuzia watu wa Ai kisogo. Yaani unaona mtu akikugeuzia hiki, yani anakukimbia, anakuogopa, anakimbia mbio. Wakaja wanawakimbiza mbio, wao mbele na wale nyuma, mbio mpaka kwenye mlango wa mwisho wanawafukuza, na watu 30 wakabaki wamelala maiti. Wakati sasa walipofika kwa Yoshua akasema, tusome sasa. Tusomee tena Yoshua hiyo sura ya 7 mstari wa 6 mpaka wa 12. Tunakwenda kusoma katika jina la Yesu. Yoshua akararua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Samahani kidogo. Amen. Ninaomba tufatane tafadhali polepole. Neno linasema Yoshua akararua mavazi baada ya kusikia habari ya kwamba kule Ai tulikoenda tumepigwa na watu 13 wamekufa. Akararua mavazi kwa sababu na yeye hakutarajia hicho. Alitarajia ushindi kama ule waliopata Yeriko. Tuendelee baba. Akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana hata jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Yoshua akasema, Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto wa Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungelikuwa razi kukaa ngambo ya Yordani. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Maana Wakanaani na wenyeji
na wenyeji wote wa nchi hii wakasikia habari hii, nao watasikia habari hii, nao watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi. Nawe utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? 10. Bwana akamwambia Yoshua, haya, inuka, mbona umeanguka kifurifuri hivi? Israeli wamefanya dhambi, naam, wamelivunja agano langu nililowaagiza, naam, wametwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Amena. Amena. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amena. Yoshua wakati alipoletewa taarifa ya kwamba tumepigwa, akararua mavazi, akalala chini, na wazee wenzake wakapaka matope kwenye kichwa. Ile inaonyesha kulia kwa huzuni. Kwa nini? Kwa nini Mungu unatufanya hivi? Bwana Yesu atusaidie sana. Kama wewe unavyolalamikaga, unaomba labda saa nzima, lakini kuna kitu ambacho umefanya. Joshua alikuta, Mungu alimwambia simama. Kwa nini unalala hapo? Kwa nini unajipaka mavumbi? Mmefanya dhambi, kuna kitu ambacho umekwisha kufanya. Hata tuombe tangu asubuhi mpaka jioni, tutubu dhambi, ndipo tutapata ushindi. Ushindi wa Yeriko ulikuwa rahisi kwa sababu hawakufanya dhambi. Lakini baada ya Akani kufanya dhambi, mji wa Ai uliokuwa mdogo uliwashinda, uliwapiga. Yoshua akalala, akapaka tope, akalala kwenye udongo, akalia, Mungu, kwa nini? Kwa nini umefanya hivi? Kwa nini umetudharaulisha hivi? Mungu, basi ungetuacha tubaki huko. Kwa nini? Kwa nini? Na sisi tunapoombaga hivi ndio tunavyolalamikaga. Kwa nini Mungu? Mbona mimi tangu uliniahidi, tangu mwaka juzi, mbona yule alishapata, kwa nini mimi? Angalia umefanya nini? Umefanya nini? Na kwa Mungu dhambi hakuna ndogo. Uibe ni dhambi, useme uongo ni dhambi, kila kitu kwa Mungu kile ambacho anakataa ukifanya ni dhambi. Sio kwamba umeiba shindano, eti huyo aliiba mbuzi inatembea na inalia, ndio tofauti. Dhambi ni ile ile. Akani aliiba na akateketeza, watu wote wakateketea kwa sababu ya mtu mmoja. Na wewe hapa Come to Jesus Ministry, wewe mtu mmoja unaweza ukazuia baraka za kanisa nzima, wewe mtu mmoja. Na itakuwa laana kubwa. Akani ukiendelea kusoma, alichomwa na watoto wake, na mbuzi yenyewe ilikuwa inajulikana ni ya Akani, na ng'ombe zote zilichomwa moto. Lakini wakati alipoiba hakuwa na watoto wake. Mbuzi hazikuwa pale. Mbuzi zinajua nini na kuiba. Ng'ombe zinahusiana nini na kuiba. Lakini unapofanya dhambi, wewe mtu mmoja, kanisa linaangamia kwa sababu yako wewe mtu mmoja. Unapofanya dhambi, nyumba yako unaiangamiza kwa sababu ya wewe mtu mmoja. Unafanya dhambi, unaangamiza nyumba yako na watoto wote wanaangamia kwa sababu ya dhambi yako wewe mtu mmoja. Kama Akani aliangamia, sasa wewe. Kwa hiyo ni lilo kubwa, Mungu atusaidie. Na wakati sasa Yoshua alikuwa analia, analalamika, anasema Mungu, ndipo Mungu akasema simama, mmefanya dhambi. Mmefanya dhambi na mimi Mungu siko tena na nyie, nimeisha waacha. Mmefanya dhambi. Na kwa sababu Yoshua alikuwa na roho wa Mungu, Mungu akamwambia ya kwamba hapa kuna mtu amefanya dhambi. Na akaambiwa ya kwamba aite kila mmoja nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu, waanze kutubu, waseme kitu gani ambacho wamefanya. Kwa sababu haieleweki. Kama tumepiga Yeriko, sasa hii Ai kwa nini itushinde? Kuna kitu ambacho kimefanyika. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na mazoea ya kumzoea Mungu. Wakati Samsoni alienda kule akakutana na huyu mwanamke, sisi wote tunajua hizo habari. Habari za Samsoni ziko katika kitabu cha
Waamuzi. Ukisoma Waamuzi 16 utaona habari za Samsoni. Wakati alipokutana na yule kahaba, akampenda Delila, wakapendana. Na wakati alipompenda, wakasema hapa sasa ndo tutapata nguvu ya kumpata Samsoni. Na wanaongea na mwanamke, anasema bwana, tutakulipa pesa hivi. Haukuwa upendo wa kweli, ulikuwa upendo wa vitu. Anataka asaidie familia yao na nchi yake. Kisha baadaye anakuja, wanamwambia Samsoni, mbona mimi unanidanganya, unanipenda? Akamwambia ya kwanza ufanye hivi, ufanye hivi. Tena anamwambia Samsoni, Wafilisti anasimama. Umenidanganya tena. Na kale kasauti kakubembeleza, mimi ndo wako. Kama alikuwa anamuita baby, akamweka kwenye mapaja, akamgusa kichwani. Tena akamwambia uongo, Wafilisti tena akasimama. Ya mwisho sasa, mwanamke akamuweza. Kama alimsuka, kama alikuwa anamtia na maji ya baridi mkichwa, akasema sasa ukweli. Na wakati alipomwambia sasa ya mwisho, Samsoni akatamka kwenye kinywa chake, nitafanya vile ninavyofanyanga, mazoea. Alifikiri bado ana Mungu, kumbe Mungu alikuwa ameshamwacha. Na walipokuja wakamshika, wakatoboa macho, wakampigia, wakamwekea mziki, akacheza, anakuwa kama kiwelewele ajicha na achofanya. Hata kama alikuja sasa kubomoa nyumba ikaanguka, watu wakafa, lakini ilikuwa too late. Ameshapigwa, amezarauliwa, walichokuwa wanakitaka kwake wamekipata. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo hapa Yoshua akasema watu tumefanya dhambi. Na Akani akasema ukweli, kweli nimeiba. Alitubu akasema nimeiba. Na akahesabu alivyoviona, nimeona dhahabu, nimeona joo ilikuwa ya thamani hivi, niliona pesa na nikachukua, niliona na nikatamani, nikachukua na nikaficha, na viko kwenye hema yangu. Pale kwenye hema yangu inajengwa, mkienda pale mfukwe mtavikuta. Na kweli wakaenda watu, kama walikuwa vijana wenye nguvu, wakafika kuchukua, kufukua, kukuta kweli aliiba. Na mtumishi wa Mungu Yoshua akamwambia, kwa nini umefanya hivi kutuzaraulisha? Akani hakujua kama atazaraulisha kundi nzima, hakujua kama atazaraulisha taifa, hakujua kama atazaraulisha kanisa. Kama mimi na wewe leo tunavyofanya, hatujui yanayotokea juu ya kanisa kwa sababu ya hayo tunayoyafanya mimi na wewe. Unafanya Pastor Lupande hakuoni, unafanya Pastor Poridoro haoni, hata Yoshua hakuona Akani alichokifanya. Lakini ujue Mungu wa mbinguni, yeye ambaye halali wala asinzii, anaona vile unavyovifanya, lakini bado anakupa muda utubu, ujitambue, maana hataki uangamie. Ndio maana bado anakuangalia na jicho la huruma, lakini wewe bado unajifanya wewe ni mjanja. Kwa Mungu hakuna ujanja ndugu yangu. Kwa Mungu hakuna ujanja mama yangu. Hakuna ujanja. Bado Mungu anakupa muda, anakupa rehema zake ili usimame utubu. Ili wakati wote ulikuwa unamwabudu Mungu, watu wanakuona unakuja kanisani, kisha siku ya mwisho wewe ukose hiyo uzima. Hapendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana bado anakupa muda. Akani alitubu, na alipotubu ushindi ulipatikana, kwa sababu alisema makosa aliyoyafanya. Hata kama alikuja kuangamia na familia na wanyama, lakini ushindi ulipatikana. Waliteka mji wa Ai tena kirahisi, kama vile walivyoteka Yeriko. Ni kwa sababu alitubu, alijua alichokifanya ni vibaya. Mungu alionyesha, na Mungu akasema ya kwamba fulani mmefanya dhambi. Hata leo watumishi wa Mungu wanatuambia, utakuta mtumishi wa Mungu akisimama, na masikio yangu nishasikia, anakuwa anahubiri tu vya mtaani, Aisha visikia huko, ndo anakuja kuhubiri. Wewe Mungu anakuona. Roho Mtakatifu, kazi ya Roho Mtakatifu ni nini? Wakati Anania na Safira walipouza kiwanja nyumbani, Petro hakuwa pale, na wanapanga mipango. Mama Dorcas na Pastor Lupande tulishauzisha yetu uwanja $100,000. Tukasema tutatoa sehemu ya 10, $100,000, sehemu ya 10 ni $10,000. Tutatoa, tukapewa hela, tushaziona mkono. Kama mimi ndo nitaanza hii 10,000 yote? Hapana, kata tu basi tubebe hata 3,000. Petro hakuwa pale.
Lakini walipofika, Roho Mtakatifu alimfunulia Petro akamwambia Anania, mlipokuwa kule chumbani kule, si mlikuwa nyie wawili? Kwa nini sasa hapa mnakuja kumdanganya Roho wa Mungu? Na alikufa pale pale. Mke naye kuingia, Petro anamwambia kweli hii ndio ile kabisa, aseme ndio hiyo. Mke ajui yaliyotokea. Inawezekana wangemwambia mke wako Aisha kufa hivi wamemzika, angegeuka sasa, hapana, mimi nilikuwa nakataa, hela yote ndio hii. Lakini tusio na Ukristo wa woga. Lazima tuwe na hofu ya Mungu. Kama uko na hofu, mimi nikimuogopa mume wangu, ninakuwa mzuri pale alipo mbele yangu. Kama hayupo, ninafanya vyote ambavyo yeye hapendi ninafanya. Hiyo ndio kuogopa. Lakini sisi tunapaswa tuwe na hofu. Hofu ni kwamba hata kama Pastor Lupande hayupo, ashakataa nisifanye hiki, nikifanya nimemkosea Mungu na nimemkosea Pastor Lupande kwa sababu yeye ni mume wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye akaulizwa akasema ni hiyo, na baadaye yeye kukubali, wakamwambia ona miguu ya vijana vumbi imejaa, unaona wametoka kumzika mume wako. Pale na yeye akaanguka akafa. Roho Mtakatifu alikuwa na hao watumishi wa Mungu wanaonyeshwa. Kama huwa unasema hivyo, Mungu akusamehe na urudishe huo mdomo wako. Aisha visikia huko, ndio anakuja kusema kila siku tukianza ibada tunaalika Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ndio huwa tunasema Roho Mtakatifu ndio kila kitu. Anaweza kukuweka hapo. Unaona kwenye airport tukisafiri, unaambiwa fanya hivi, pandisha miguu, unajiona na mbavu zako zinaonekana kwenye ile kamera, wanakuona ukipiga jicho kwa kompyuta pale, mbavu zako, na umevaa nguo sisi wa Afrika na makanzu na kingine ndani, lakini mbavu zinaonekana. Sasa Roho Mtakatifu wa Mungu atusamee na atusaidie na atupe roho ya kujuta. Tujue ya kwamba hali ambayo tunaishi sio hali nzuri, na miaka ambayo tuko ni jambo kubwa la kujifunza. Mungu anatuweka, anataka tutubu, anataka tusiangamie kama Akani alivyoangamia. Tusiangamie wandugu, tusiangamie wapendwa. Tujue ya kwamba Mungu anatupenda, ndio maana anatupa muda, bado anatupa muda. Anakupa muda mama yangu, anakupa muda baba yangu, anakupa muda kijana. Vijana wengine wanafanya, sisi wote huko mnapopita tulipitaga huko. Ukija kudanganya mama yako na anakuangalia kama ajui Kiingereza, anajua vyote unavyofanya. Kwa sababu sisi wote tulitoka kwenye ujana ndio tukawa wa mama. Tulitoka kwenye ujana ndio tukawa wa baba. Kama ni huo uongo na sisi tulifanya. Kwa hiyo usijidanganye kwamba ninamdanganya mama. Mungu wa mbinguni ambaye adanganyiki anakuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni wakati wa wewe kujiandaa. Ni wakati, na wokovu sio tu ni wa wazee. Na wewe kijana, Mungu anakupenda. Wewe tubu, usife kama Akani. Dhambi ya Akani iliangamiza watu wengi, waliangamia, wakakosa ushindi, wakapata aibu. Maana hata wale wengine ambao walikuwa wapo walijiuliza, sasa Yeriko waliweza, sasa hii ai ni washindaje? Hata kuna kitu tu kinapitika hapa. Hata kwenye kusema kwa Yoshua aseme hao watu watatuona vipi Mungu? Kwa nini umetufanya hivi? Mungu ajali na hiyo. Mungu anajali wewe utubu. Utubu, urudi kwa Yesu, bado anakupenda. Yale ambayo umeyafanya muda wa miaka ushaona ni kawaida, umeona ni mazoea. Kwa Mungu hakuna mazoea mama. Hakuna mazoea, bado ni neema yake ambayo imetosha kwako. Angalia watu wanavyokufa kama mchezo. Wamama wengi hapa tunamjua mama yetu aliyekuwa anatushonea manguo Sandra. Amefia kwenye ndege, amekaa kwenye kiti akafa. Wewe ni nani? Hauoni kama ni neema kubwa? Jana tulikuwa pale nasikia mama yake na yeye juzi amekufa. Jamani, Mungu anatupenda. Mungu anatupenda, Mungu anakupenda kaka yangu ulioko hapa. Anatupa muda wa kujiandaa. Anatupa muda wa kujiandaa. Tusidanganyike na haya mambo ya ulimwengu. Tusidanganyike, shetani anatudanganya, anaona raha ambayo iko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na ndio maana hii vita yote shetani anatupiga, maana anajua kwetu ni pazuri. Sisi hapa ni wapitaji. Neno la Mungu linasema Yesu wakati alikuwa anaenda mbinguni, wanafunzi wakamuuliza, alisema mimi ninaenda kuandalia makao, pale mimi nitakapokuwa na ninyi ndipo pale mtakuwepo. Bwana Yesu
atatushika, anajua jinsi atakavyotukamata, anajua atakavyokubembeleza baada ya machozi ambayo umelia, anajua sijui ni kitambaa gani ambacho atakufuta nacho. Ndio maana shetani anakupiganisha, hataki, lakini na wewe umwambie shetani ya kwamba nimesha kugundua hapa upati njia. Mwambie nimekugundua shetani, hauna uweza juu ya maisha yangu, kwa sababu Mungu alikufa kwa ajili yangu. Yesu alibambwa msalabani, akasema yote yamekwisha, yote yamekwisha. Na yeye Mungu asemi uongo, yeye sio mwanadamu wa kugeuka kama kigeugeu. Mwanadamu ndo anageuka. Hata mume wangu kuna siku ataniahidi leo nitakuletea hiki, lakini hataleta tena. Sio kwamba hanipendi, kwa sababu ni mwanadamu, lakini Mungu ambaye sio mwanadamu, yeye hatabadilika na habadiliki kamwe. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Tuondoe mazoea katikati yetu. Tuache mazoea. Jana nilifanya hivi, nikaamka, na leo nitafanya kama Samsoni. Alifikia kutobolewa macho na akafa. Alizoea akasema kwamba nitafanyaga vile vile ninavyofanyaga. Wakija tena nitasimama, wakija tena nitasimama. Lakini alipofika sasa wakati wa mwisho, yeye hakujua ule wakati wote Mungu alikuwa anampa muda. Lakini siku ya mwisho akamwambia Wafilisti wanakuja kupima hivi, hakuna. Wakasema misio yetu inaresira. Na kweli walimuweza. Na wewe mama yangu, baba yangu, kaka yangu, Mungu wa mbinguni anatupenda na anatujua na anatutambua. Ametuumba kwa mfano wake. Sisi ni watoto wake. Watu wote ulimwenguni ni watu wa Mungu, lakini sisi ni watoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninavyoshika wanaokuwa nje sio jinsi nitashika Elia, sio jinsi nitashika Williamu, sio jinsi nitashika Rebeka na Damasi, na wewe sio jinsi utashika Gile, sio jinsi utashika Josline, kwa sababu wewe ni mama yake na wewe ni baba. Na sisi Mungu anatushika tofauti na wengine wote huko nje, kwa sababu sisi ni watoto wake. Maana tumeshamjua, tumemfahamu, tunamtumikia, tunamuomba Mungu atusaidie ili tusimame na yeye mpaka mwisho, twende tukaurithi huo uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kumalizia nitasoma kitabu cha Yohana. Yohana sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Yohana Mtakatifu sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10, neno la Mungu linasema hivi: naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi 10, akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana, ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Amen. Amen. Naomba tena usome Yohana 14:1-3. Yohana hiyo 14:1-3. Tunakwenda kusoma Yohana 14 mstari wa kwanza hadi wa 3. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi.
Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. 3, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Amena. Amena. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Makofi na vigeregere kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tumesomewa hapa Yohana ambayo inasema ya kwamba huyu ni Yesu mwenyewe anakwenda kutuandalia makao, na anasema ya kwamba yeye akishamaliza makao kule mbinguni atarudi tena yeye mwenyewe. Hatatuma malaika, hatatuma mitume, hatatuma wachungaji. Yeye mwenyewe atakuja, anakuja, anakushika mkono, twende sasa pale nilipokuandalia, panakuwa tayari, anakushika mkono, twende sasa. Yesu mwenyewe ndiye atakaye kuja kutuchukua ili pale alipo na sisi tuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani anakupiganisha kwa sababu anajua mahali ambapo unakwenda kukaa, anajua kiti ambacho utakalia kile cha dhahabu. Hataki, lakini ni wewe mwenyewe sasa ndio wakupigana na yeye, wakusema shetani, upende usipende, kiti cha dhahabu nitakalia, upende usipende. Yesu atakuja kunishika mkono, upende usipende, mbinguni nitakwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki kanisa. Tusimame. Tuwe wema. Tulisema kwamba Misri ilipotawaliwa na giza, Misri kwenye watoto wa Mungu walijulikana, sio tu juu ya jina, lakini mwangaza. Na sisi hata kama dunia nzima imebadilisha mfumo kwamba tuendane na gisi dunia inataka, come to Jesus, tutasimama hata tukibaki wawili, lakini tutahubiri mwangaza wa Bwana. Maana Paulo alifika tu akasema, sitadaiwa damu ya mtu. Tumesikia mengi jioni ya leo. Kama upo unatamani kuanza hatua mpya tena na Bwana, maana tumeambiwa conclusion imesema kwamba Mungu anakupa muda. Mungu amekupa muda. Sitasoma andiko, mhubiri ametuhubiri ikatosha. Sitaongeza, sitapunguza, inatosha. Lakini ninakualika kama upo, na sitaambia watu wafunge macho, sababu unachokitaka ni uzima. Kwa hiyo karibu hapa mbele. Kama upo unataka kuanza safari upya, unajua kwamba kuna sehemu umekwama, kuna sehemu hapa kumpendeza Mungu ndani ya safari yako, na unataka kuchukua decision mpya, karibu hapa mbele. Na kama sisi wote tuko sawa, asante mama, tumepata umoja. Karibu hapa mbele. Tumeambiwa sensa ilipita, Akani yuko anaona. Wenda angejitoa mapema, labda angelipona. Karibu hapa mbele. Oh, haleluya. Karibu hapa mbele. Nasikia kufanza hivi. Mama Elia, karibu hapa uombe. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo,
Tuko mbele za uso wako Bwana jioni ya leo. Tunakushukuru kwa maneno yako ya uzima. Tunashukuru Bwana Yesu kwa kutukumbusha ya kwamba bado Mungu unatupa neema. Mungu wangu ninakushukuru, ninasema asante, jina lako libarikiwe, jina lako lihimidiwe. Mungu wangu na mwamba wangu, ninamuweka mama mikononi mwako. Unamjua na kumtambua mfalme wetu. Tangu hajatoka kwenye kiti ulijua maisha yake. Ninamuweka mikononi mwako. Jehova, uende kumsamehe, umuoshe, umtakase kwa yote aliyokwenda kinyume na mapenzi yako, na hataweza kuanza peke yako bila wewe. Umpe hatua nyingine ya kuanza, mfalme wa ajabu. Umsaidie mfalme wetu, umuongoze katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Usimpungukie kwa lolote Jehova. Baba, ninakwenda kuweka kanisa nzima mikononi mwako. Ninaweka baba aliyoko hapa, naweka mama, naweka vijana wetu wa kiume na wa kike katika vitanga vya mikono yako. Jehova, ninaomba Mungu wa mbinguni, neema yako ambayo iko juu yetu Baba, uendelee kuifunua ndani yetu. Ondoa mazoea ndani yetu, ondoa mazoea ndani yetu Jehova. Ondoa mazoea, mfalme wa ajabu. Ondoa mazoea, kimbilio. Tumezoea Bwana, tumekuzoea Jehova. Ondoa mazoea ndani yetu, mfalme wa amani. Ondoa mazoea Jehova. Tunahitaji utubadilishe. Badilisha maisha yetu, badilisha kanisa lako, badilisha wa baba na wa mama. Sote tunahitaji kubadilishwa na wewe. Acha mwaka huu Mungu tuanze hatua nyingine na wewe. Mwaka huu Jehova tuanze hatua nyingine na wewe. Utusaidie mfalme wetu, utusaidie Jehova, utuwezeshe kimbilio letu. Peke yetu hatutaweza. Akani alikuwa pamoja na wale wengine na hakujua kama dhambi yake itaangamiza watu wote, lakini Mungu dhambi ya yeye mtu mmoja ilifanya taifa nzima lizaraulike, taifa nzima likapigwa. Lakini Bwana, wakati alipogundulika, taifa lako lilipata ushindi. Mungu wangu, tusaidie Baba, uondoe roho ya mazoea ndani yetu, kama Samsoni alivyosema, nitafanya kama ninavyofanyaga. Bwana Yesu, tusaidie. Asante Mwokozi wetu, utakuwa pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu aendelee kututendea sawa sawa na mapenzi yake, katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mwamba na Mwokozi, ninaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Napenda nimalize kwa hili neno. Siku moja kuna kijana moja wa hapa kwetu Colorado, alikuwa mspidi kubwa, yuko anakimbia. Alafu sasa akakutana na polisi akamsimamisha, akamwambia, unaona jinsi uko unakimbia? Akasema ndio. Akamwambia, unaona speed yako? Akasema ndio. Akasema, lakini nimechelewa, niko na appointment, ndio maana niko nakimbia. Polisi akamuuliza, sasa hivi muda wenyewe mimi nimekusimamisha, huyu muda wenyewe mimi nakusimamisha, umeokoa muda wa wewe kufika kule? Tuko kwenye speed, lakini roraje ni Bwana akiinua mkono hivi. Bwana akiinua mkono hivi, speed yako yote. Kwa hiyo wende na hili ulitafakari. Yuko Mungu akipandisha stop, yuko Mungu akipandisha sport, akipandisha mkono wa stop, ameupandisha. Nimeona kwenye mtandao aseme Kardinal Musengo ameondoka. Mama anatuambia mwingine alikuwa ndani ya ndege, wengine walijichoma visu makambi tu wapande ndege, lakini kumbe ndani ya ndege mna kifo. Lakini Mungu anataka tusikamate Marekani kuwa Mungu wetu, tuishi kama watoto wa Mungu. Yesu anasema hivi, mweye, anasema mweye, maana yake sisi wenyewe tulishamjua. Twende tukaishi kama watoto wa Mungu. Mama Elia amemaliza neno, anasema Yoshua alimwambia, hata we Mungu utazaraulika. Maana yake zambi, watu wakituona na tunaitwa Wakristo, Mungu wetu anazaraulika. Bwana wabariki. Tusalimiane, twende na amani ya Yesu.
Yesu.